Naitwa Aisha Ausi, mtoto wa Bimaraya Mtambo ambaye ametoa malalamiko ya kudhulumiwa nyumba yake. Kama awali alivyosema mwenzangu walizaliwa 6. Kama alivyosema aliyetangulia walizaliwa 6. Wanawake 3, Bi Mtumwa Abdalla, Bi Mtolo Abdalla na Bi Malaya Abdalla, baba mmoja mama mmoja. Wanaume 3, Musa Abdalla, Sultani Abdalla na Juma Abdalla ni baba tofauti, wanachangia baba. Na wale wote walikuwa na watoto. Lakini kwa siku hizo za nyuma walikuwa wamekaa wakagawana kama vile vyumba. Lakini tulikaa mpaka mwezi wa wakagawana vyumba hao watoto 6. Waligawana tu wenyewe vyumba. Hao watoto 6. Hao watoto 6. Waliendelea vizuri tu, wale wote wakafa, akabakia mama yetu na dada yake. Kwa vile vyumba walivyogawana, ninyi kama watoto wa Bi Malaya mlikuwa mnakaa kwenye chumba alichopewa Bi Malaya au mlikuwa mnakaa nyumba yote? Waligawana, nyumba zilikuwa 2. Ilala na hapa. Kwa hiyo wengine walikuwa wamewekwa Ilala, wengine wakawekwa hapa. Ndio. Kwa mujibu walivyogawana wenyewe. Ndio. Lakini ikaenda mpaka kwenye mwaka 2011 kaja kusikia nyumba imeuzwa. Hawa ukiacha kesi, wanacholalamika msingi wake hawakuuza nyumba. Na hoja yao ni signature na dole gumba, kwamba mama mpaka leo anaweza kusoma na kuandika na anatumia signature katika. Kwa hiyo wanasema ili maana yake nyumba iuze pande zote ziridhike. Kwa hiyo mama umemfanyia forgery kwa kuweka dole gumba, ambapo yeye hajawahi kutumia dole gumba na mpaka leo anasaini. Kwa hiyo yani nataka uipate, yani nadhani hao hawajaelezea vizuri kwamba kuna issue ya fraud, kwamba mama amefanyiwa forgery ya kuokewa dole gumba wakati yeye bado mpaka umri huu wa karibia miaka 90 anaendelea kusaini kwa mkono. Kwa hiyo ili jambo hili utaliangalia na wanasheria wako na kwamba kuna kesi iko polisi inaendelea na uchunguzi juu ya jambo hili la forgery, ambao wao ndio wameapili nadhani kutokana na shauri hilo, kwamba sasa fanyeni marejeo ya kesi, kwa sababu kuna kesi ya msingi. Kama washaapili, sina uhakika kama yani ifanywe marejeo, kwa sababu kuna kesi ya msingi ya forgery. Wanakilalamikia kwamba hawa hawajashiriki, mzazi wake huyu na mama huyu, kwa sababu huyu bibi alikuwa anachukua zile pesa zote anachukua yeye na wanawe warithi walikuwa wanataka share yao. Wameenda mahakamani wakasema nyumba iuzwe tupate share zetu. Mahakama ikatoa amri nyumba iuzwe kwa mnada wa hadhara, court broker. Ikafanyika mnada wa hadhara hapa, mimi nikashinda nikanunua kihalali. Lakini hapa kila mtu akija broker kuwatoa, wanatoka na mapanga, wanatishia utakuwa, mpaka mimi nimeshatishiwa hapa. Ukija Mwarabu utakata mapanga hapa, utakuwa hapa. Wamekuja tena broker mwaka 2016 wakatishiwa wakakimbia, mpaka hii tumeenda tena mwaka 2025 ikatoka tena hukumu kwamba nyumba nipewe, utekelezaji uendelee. Wamekuja tena broker hii mara mwisho pia wamepata vitisho na kuondoka. Kwa hiyo nyumba yangu miaka 2 kutoka miaka 15 sijapewa, na wanachukua kodi ya maduka yote wao, na wanachotaka kwamba sijui kusema shida. Basi ndio hilo. Wewe ulinunua shilingi ngapi nyumba hii? Milioni 250. Na uliingiza pesa kwenye akaunti ya mahakama au uliingiza pesa? Uliingiza kwenye akaunti ya mahakama. Okay. Milioni 200 na 250. Mwaka 2011. 11. Naam. Lakini amri ya kuuzwa kwa nyumba ilifanyika mwaka 2008 na mahakama nyingine. Na mahakama nyingine. Ndio. Kwa mwaka 2011 ndio ukaja wewe ukashinda kwenye mnada huo na ukainunua. Naam. Miaka 3. Miaka 3 baadaye. Sasa Mheshimiwa DC, hiyo tumeelewa, sio? Maana siku na nyaraka. Wanasheria si mnaelewa? Si ndio mlishapitisha? Mlishapitia? Kuna swali lolote kwa mnunuzi? Hebu ngoja kwanza mnunuzi wa mwanasheria aulize kitu kidogo. Zamani kwa naomba kumuuliza kama zile fedha aliingiza kwenye akaunti ya mahakama au ya court broker? Niliingiza kwa court broker. Fedha uliingiza kwa court broker ambaye ana jukumu la kwa mahakama, alitolewa na mahakama, nimeambiwa niingize. Asante sana. Kuna mtu yoyote labda ana swali tena? Mimi ningetaka kidogo, kwa sababu mimi jirani kiacha udiwani.
Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, kwa taarifa ambazo na sisi tulizipata wiki iliyopita, nyumba hii ilikuwa imepata amri ya mahakama na jeshi la polisi waliamriwa kuja kusimamia zoezi la kuhakikisha kuwatoa waliokuwepo ndani ya nyumba. Baada ya hilo, ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa maana yake wilayani kwetu, tuliamua kuomba jeshi la polisi kwamba wasiendelee na zoezi, tuwaombe na sisi kama ofisi ya serikali tuweze kujiridhisha na kitendo chochote ambacho kinakwenda kufanyika, lakini la pili, kutambua kwamba pande zote zinajua nini kinakwenda kufanyika na tuweze kutoa ushauri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunafarijika ni kwamba tulifanikiwa kukutana na familia zote. Maana yake tulikutana na mama yetu akiwa na wajukuu zake, maana yake wajukuu wanaotokana na kaka zake wanne na wajukuu anayetokana pia na dada yake. Baada ya maelezo yao na kupitia nyaraka zao pamoja na aliyenunua pamoja na coach broker, tulikuja kugundua kwamba nyumba hii ilikuwa ni ya marehemu Abdalla Mtambo ambaye alifariki mwaka 64. Baada ya kufariki ya mzee Abdalla Mtambo, mmoja wa kijana wake mkubwa, kwa maelezo yao, ndiye aliyechaguliwa kuwa msimamizi wa mirathi, lakini kiongozi yule au mzee yule hakuweza kutekeleza hatua za ugawaji wa mali katika hii nyumba, wakati wale familia yote ya watu 6 wakiwepo. Lakini kabla hajatekeleza lolote, aliyekuwa msimamizi wa kwanza akafariki. Familia hii ikamteua msimamizi wa pili ambaye alikuwa anatokana miongoni mwa wale miongoni mwa wale 6, akawa msimamizi wa pili. Naye alipofika kwenye hatua ndio akawa ameanza, kwa maelezo yao na ukisoma nyaraka, ndiye aliyeanza mchakato wa namna ya kufikia uamuzi wa namna gani kama familia wanaweza wakagawana. Lakini kabla hajafika kwenye hatua ya mwisho, alifariki pia. Maana yake zoezi lile lilisimama, wakaenda kumchagua msimamizi wa 3 wa mirathi, ambao kipindi hiki sasa wale wakubwa ambao wamebaki 4 wakamchagua mjukuu, maana yake mtoto wa kaka yao, ili aweze kusimamia ugawaji wa mirathi au usimamizi wa mirathi wa familia. Lakini wakati huo mama yetu hapa na dada yake ambaye mwanaye ni huyu hapa hawakuwa wameridhika kwamba mali ile iondoke kwenye familia ya wale watoto 5, kwa sababu na wao walikuwa wanakaa hapa pamoja na watoto wao. Lakini yule msimamizi aliendelea na zile process ambazo inaonekana zilikuwepo. Ndio maana unakuta sasa mwaka 2008 ambayo inatajwa ndio mwaka ambayo sasa familia waliamua kupeleka kesi mahakamani. Maana yake ni kwamba wale ndugu wengine ambao ni ile familia wengine ambao wako tayari kuuza na wale ambao wako hawataki kuuza, ndipo wakaenda kutofautiana mahakamani. Inawezekana kwa maelezo yao wale waliokataa kuuza au kuondoka hapa, wao waliamua aidha kushiriki mahakamani au kutohudhuria mahakamani. Lakini kwa sababu kuna ugomvi mkubwa wa familia ya hao watoto, maana yake wajukuu, kwa sasa uelewano wao umekuwa mdogo, hivyo taarifa zao za utolewaji zinakuwa ngumu kuzipata, kwa maana hata kile anachokijua anakibana kukisema ili aweze kutekeleza lile ambalo yeye anatamani liwe. Baada ya kuwasikiliza, yule sasa ambaye alikuwa mjukuu ndio akaenda kwenye hatua ya mahakamani na mgao wa mali. Kabla hajatekeleza na uamuzi wa mwisho kufikia, yule msimamizi wa 3 akafariki ambaye ni mjukuu. Hivyo familia wakamrudishia mama yetu awe msimamizi wa mirathi. Na kwa kuwa mama yetu alikuwa hataki kutoka, wale wajukuu wakarudi tena mahakamani ili kutekeleza lile jambo. Wale wajukuu, mahakama ikaamuru yule ambaye ndiyo sehemu ya wale wajukuu wengine ashirikiane na mama kusimamia maagizo ya mahakama. Sasa inaonekana kati ya mjukuu na mama yake hawakuweza kufika mahala wakaamuana, ambao ni shangazi yake.
yaani hawakuweza kufika mahala mama yake mdogo hawakuweza kufika mahala wakaelewana, then ndipo amri ya mahakama inaonekana inasomwa mwaka 2011 ikimtaka dalali aje auze hii nyumba. Na sasa hapo taratibu zinaonekana sasa, aidha upatikanaji wa dalali, uamuzi na zile taarifa ambazo zinaonyesha mgawanyo wa mali, ndipo hiyo inaonekana forgery imetokea. Lakini wakati huo sasa taarifa ambazo wanazo wao pia, lakini na dokumenti ambazo wanazionyesha hazionyeshi uwepo wa upingaji wa ile hukumu ya mahakama kama ni kweli ya kuuza, kama ni kweli au kutokuwa kweli. Lakini ukisoma tena nyaraka zao inaonekana sasa yule aliyenunua nyumba naye alienda mahakamani kudai akabidhiwe nyumba hii kwa amri ya mahakama, ndio ikampa ushindi wa awali kwamba impe. Ilipompa ushindi, ndio mama yetu ikabidi atoke tena kwenda kwa jaji. Ndio maana hapa anatajwa jaji kwamba jaji umetoa hukumu, lakini mimi sikushirikishwa. Ndipo jaji akamshirikisha kama walivyosema wao, akamweleza nini cha kufanya na nini wewe, kwa maana kama alifanya mapitio ya ile hukumu ambayo aliitoa mara ya kwanza. Hivyo kwa nyaraka ambazo zinaonyesha zipo ni kwamba kwenye hii nyumba kuna kesi ambayo ilitoka mahakama kuu, lakini wanafamilia wanasema sasa na wao katika kipindi hicho na wao walipata nafasi ya kwenda mahakamani. Sasa tulipojaribu kuongea na mwanasheria wao kutaka kujua kama yule mwanasheria alienda kupinga ule uamuzi wa mahakama wa kuuza nyumba au la, mwanasheria wao inaonekana alienda kutengeneza kesi nyingine ambayo ilikuwa inahusiana na forgery. Hivyo sisi tuliwashauri ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba kwanza ninyi kama ndugu mnao wajibu wa kufuatana, kwa sababu ninyi mmezaliwa na Mzee Abdalla Mtambo, nyie ni kizazi cha Abdalla Mtambo. Hivyo hamwezi kugombana kwa sababu ya baraka ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia babu yenu Abdalla Mtambo akajenga nyumba. Hivyo nyumba isiwe sehemu ya kuwagombanisha. Lakini familia inaonekana kuna ugomvi mkubwa katika wale wajukuu ambao walibaki. Lakini pia idadi ya wajukuu pia hatukuweza kupata kwa sababu uzao pia uliendelea kuongezeka. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wajukuu wenyewe kama wanaowaona pia na wajukuu wamekuwa wazee wetu. Na ndio wazee wetu kweli. Na hata wale wengine pia ukiwaona pia ni wazee kama Sasa wako sasa dada zake ambaye pia wapo. Hivyo tuliwashauri ofisi yako kwamba ni vizuri, kwa sababu jambo hili liliamuliwa mahakamani, mkachukua huo muda mkapata oda ya kusimamisha utekelezaji wa amri ya mahakama ili iweze kutoa nguvu sasa kwa serikali kuzuia utekelezaji wake. Ndio tukawapa na bahati nzuri tukawaandikia. Hivyo tulipata nafasi ya kukutana na wote, na ushauri wetu wa pili kama familia tuliwataka waende kupatana, kwa sababu wao ni familia moja. Mali isiwe sehemu ya kuwatenganisha. Hapana, kwa sababu kodi anayochukua ilikuwa inamsaidia mwenyewe pamoja na mtoto wa dada yake, ikimaanisha kwamba wakati huo baada yao kusemekana wameuza nyumba na wameondoka, hajatokea mpaka hivi leo. Sababu hata tu kwenye juzi mkuu wa wilaya alipowaita mlikuwa wote? Tulikuwa wote. Sasa tulikuwa wote, lakini bi mkubwa ndio mara ya kwanza kumuona kwa mkuu. Kwa hiyo tunahitimisha kwamba kodi anachukua bi mkubwa. Alikuwa anachukua. Wale sio wameuza nani mkuu wa mkoa. Walikuwa baada ya kuuza waondoka kanaendelea kuchukua huo. Na yuko hesabu. Mnisikilize wala mna shida. Mnisikilize kwanza. Kwa maana kwa kuamini alikuwa anakula. Mnisikilize. Lakini mama ampa nafasi. Ngoja kwanza, mama sijampa nafasi kuongea kwa sababu ameanza kuongea mjukuu. Sawa. Si maana yake mama hawezi kuongea. Si ndio maana yake? Anaweza. Sasa subirini kwanza. Sasa kama mama anaweza kuongea, kwa nini aongee mjukuu tangu mwanzo? Yaani kama mama anaweza kuongea, kwa nini nilipofika anaanza kujieleza mjukuu? Mama ana miaka 93. Sasa kama na miaka 93. Nisikize kwanza mama. Kama na miaka 93. Mimi nimeheshimu huyu aliyemtuma.
Si ndio maneno mpaka mimi nimemheshimu huyu aliyemtuma kwamba anaongea kwa niaba ya nani? Ya mama. Sawa mheshimiwa. Naomba na mwenyewe umuulize mkuu wa mkoa. Sikiza nikwambia hivi. Unajua nini usichanganye hapa? Mkuu wa mkoa ameuliza maswali. Wewe ushajieleza, ndio. Cha kufanya labda ambalo ninyi hamkuliweka sawa kwa mkuu wa mkoa. Kwamba ameuliza swali kodi anachukua nani? Mnatakiwa mmwambie wakati nyumba hii ilipouzwa watu katika hao watu 6 mafungu manne yalichachukua mgao wao. Kwa hiyo wakabaki fungu la mjomba na mama. Ndio ile kwa maanisha. Ndio wao wamebaki kuchukua kuendesha nyumba. Sasa nyinyi hamui clear, mnampa tabu. Ndio kwa maanisha hivyo. Umeelewa Kwa mantiki hiyo kama hawa wazee wa kuchukua mgao, kwa hiyo wamekubali kuchukua mgao kupitia kodi. Niko very technical maswali yangu, mwe makini. Mwe makini sana. Nasema kama kwenye ule mgao uliokuwepo mjomba na mama hawajapata mgao wao, je, familia imeridhia mgao wao uwe kupitia kodi? Yaani kabla hiyo frame kwa zipo na wala kuna nini haikuridhia. Kwa hiyo frame hamna na hiyo kodi hamna. Yaani huko kipindi cha nyuma ilikuwa hamna. Baada ya kuuza ndio zikaanza kujengwa ili kodi kwa mwezi anachukua shilingi ngapi? Tofauti. Yaani maframe jumla ya shilingi ngapi? Kwa ujumla kodi tofauti. Yaani kwa mwezi jumla kodi anachukua shilingi ngapi kwenye ardhi hii? Ardhi yake 300,000 mpaka 400,000. 300,000 mpaka 400,000 ndio anayopata kwa mwezi, si ndio? Unajua na nukuu hapa ili baadaye tusiwe na mseme mkuu wa mkoa na nini. Unajua hapa napata taarifa za msingi, sawa? Kwa sababu gani? Ni kwamba tunaweza tukaitana hapa wale wajukuu wengine wakasema, mkuu wa mkoa, kwanza ukitaka kuamini kwamba pale kuna unyang'anyi, waulize kodi inaenda wapi. Sijui umeelewa mpaka hapo yaani hapo ndo tukaanzia hapo. Ndio maana mimi nauliza tu vizuri. Kodi inayochukuliwa kama familia ina mgogoro, wanasheria wataniongoza, huwa inatakiwa ifunguliwe akaunti maalum ambayo inaitwa escrow account, kuweka pesa zote huko mpaka mtakapoingia kwenye makubaliano. Baada hapo pesa zinakuja kugawanywa mkimaliza makubaliano yenu. Kama pesa zile pamoja na migogoro zinatumika, maana yake hapo nacho kuna kitu cha kujifunza. Mimi mpaka hapo ndio maana nauliza kwa umakini mkubwa sana. Sasa basi mpe mic mama basi. Maana mmesema na mama naye aongee. Sasa mpe kwanza mama. Si ndio mmetaka mama azungumze? Haya, mpe mama naye sasa. Mama zungumza tu kwa vizuri tu. Mimi Malaya Abdalla, mtoto wa Abdalla Mtambo. Katika mambo haya yote sitaki kusema zaidi. Ili tunalalamika nini? Wameuza wajukuu na umeuza nyumba wajukuu, hawakumshirikisha mimi. Na yule mjukuu mmoja anajua kama yeye ni msimamizi namba 2, mimi namba 1. Tukashirikiana yote yanapatikana. Lakini miaka chungu mzima haji kabisa, hatuonani kabisa, hatuonani. Labda tukionana mahakamani. Na timu namwambia huyu ndio kwanza tunaonana naye leo miaka 10. Anayofanya yake peke yake na mimi. Jamani, mnaelewa anacholalamika bibi, Na nyumba ameuza hakunishirikia. Na mimi sijui mnunuaji wala weka mic wala mimi sikuuza nyumba wala simjui alionunua mpaka leo. Simjui. Hatushirikiani jambo lolote miaka 20. Mambo tunafanya mpaka hivi tuko na uhasama. Na watoto wetu na uhasama mkubwa, wanakuja magausa kila wakati kutufanyia fujo. Hatukai mwaka wala miezi, wanakuja nako tunaviona, si uwaji hiyo kutaka kuuana. Nimekuelewa. Mpaka juzi tumefanya mwezi wa 11 umetujia, mimi nikaishia huko kwa serikali ya mchana. Wakaja tena hata wiki 2 bado, wamekuja tena hata wiki 3, wiki 5 bado, wakaja tena. Ndio hii malamisho, wanapanda juu, wanang'oa mabati, kasi ya moja kwa moja. Mimi natolewa kwenda kwangu kwa tabu, nikaa kwa jirani pale anastiri, ananiweka
Sawa. Mimi sina maneno zaidi, lakini nyumba ilipouza. Basi mimi nimemwelewa Bi Maraya. Sentano haki ya Mungu, makodi wanakula wao, tuseme makodi wanakula, wajukuu inaweza kuweka biashara hapa. Sentano mimi na dada yangu tusipate. Kwa hiyo hauli kabisa kodi. Siku za nyuma. Siku za nyuma, bibi hajasema siku za nyuma, amesema hakuna kodi anayopata. Na dada yangu marehemu dada yangu. Si mpaka leo hamna kodi unapata. Mpaka leo ndio tunapata kodi kama nyumba imeboroka nini imebomoka, tunakaribisha kwa sio kama kodi nipate ya kutumia mimi, labda ni nguo, labda ni tunakaribisha nyumba hii. Nimekuelewa mama, itakuwa inaanguka hivi. Nimekuelewa. Huyu anasema Waarabu kodi sijui nakopoa ni shesi Mwenyezi Mungu. Asante. Mimi nakula kodi ya nyumba, mwenye atanihukumu hapa. Nimekuelewa bibi Maraya. Palipobomoka tunapata tengeneza. Asante sana, asante sana. Asante jamani, bibi yangu ameeleza vizuri kwamba yeye anacholalamikia ni kwamba hawakai pamoja na mjukuu na kila kitu. Basi walithi wengine wako wapi? Sema hujauza. Wengine wako wapi? Kwamba tunaondoka hapa tukiamini kwamba nyumba hii sio ya mtu mmoja. Nyumba hii baada ya mzee Abdalla Mtambo kufariki akiwa na watoto wake 6, watoto wote 6 kisheria wanapaswa kuwa ndio warithi wa nyumba hii. Mmenielewa mpaka hapo jamani? Lakini kilichotokea inaonekana sasa ni ugomvi wa kutokubaliana kuhusu kinachopatikana kwa nyumba hii. Maamuzi akawa tupelekane mahakamani ili mali hii iweze kuuzwa, kila mmoja aondoke na chake. Mmenielewa mpaka hapo? Baada ya hapo mahakama ikaamua ya kwamba nyumba iuzwe kwa gharama zilizouzwa, na mnunuzi akaingiza pesa kwa broker aliyepewa mamlaka hayo na mahakama. Mmenielewa mpaka hapo? Ndio. Familia zingine zote zimeshakula mgao wao, isipokuwa familia ngapi? 2 ambazo ndizo ziligomea mgao huo. Mmenielewa mpaka hapo jamani? Ndio. Huyu bwana baada ya kuona apate nyumba yake akaamua tena kwenda mahakamani kwamba naomba tena mnisaidie nikabidhiwe nyumba yangu. Kesi hiyo kwa mujibu wa nyaraka akashinda kwamba akabidhiwe nyumba yake, akaja kuomba msaada mpaka kwa jeshi la polisi ili msaidie kukabidhiwa nyumba yake. Baada ya prosesi kuanza, bado makelele tena familia yakatokea kwamba hapana, sisi hatukuuza bali sahihi yangu iligushiwa. Mmenielewa maana yake? Kwa hiyo maana yake hapa naondoka na kitu kimoja kwamba mimi mkuu wa mkoa nitakwenda kuunda timu ndogo kwa kushirikiana na mheshimiwa mkuu wa wilaya ili kuyasikiliza haya malalamiko ambayo yametolewa na ndugu yangu uliyenunua sasa, pamoja na wale wote mabroka ambao mmeshirikiana. Mnaweza mkasimama kwanza kwa muda kidogo sana, mnipe muda hata wiki moja au wiki mbili, ili nisome vizuri hiki ambacho wamekieleza bila kuingilia mahakama. Mmenielewa ndugu zangu? Bila kuingilia nini? Mahakama. Heshima ya mahakama katika nchi yetu ipo juu na lazima iheshimiwe. Lakini kama kuna mambo ya foja ambayo yalitokea, lazima nayo yachunguzwe ili mwenye haki apate na asiye na haki akose. Lakini pamoja na hayo, ushauri wangu kwa wafanyabiashara, mimi naifahamu Kariakoo in out vizuri mno, na wengi wanaofanya biashara humu ni ndugu zangu. Jitahidini mnapotaka kununua mali mjiridhishe mpaka mwisho. Hapa nina mgogoro mimi. Bwana mmoja amelipa nyumba hapa Kariakoo, sitawaambia, bilioni 7. Huu ni mwaka wa 5 hajakabidhiwa nyumba yake. Huu ni mwaka wa 5, bilioni 7. Leo huyu ndugu yangu milioni 250, yule ni bilioni 7. Sisemi milioni 250 ni ndogo, wala sisemi bilioni 7 ni kubwa. Ninachokimaanisha, mnaponunua fanyeni assessment ya kutosha kuhusu kina cha mgogoro ili usije ukala hasara kwenye mwenendo wa biashara zako. Ndio. Mmeelewa hapo ndugu zangu? Ndio. Nafahamu sasa hivi nyumba hii, nafahamu nyumba hii, hata ndugu yangu aliyesema kwamba tumezaliwa kwenye nyumba hii, tumekulia kwenye nyumba hii, hoja anayotaka kuisema ni kwamba sisi ni wa hapa hapa. Lakini swali la mkuu wa mkoa, hata kama ni wa hapa hapa, ya kwako bado sio ya kwako. Lakini kama kuna mtu mwenye nayo, tunasimama kwenye haki, si ndio? Mnaomba kabwe, kwa sababu leo hii huyu mama ni mjukuu, lakini hebu muangalieni, hana wajukuu mama? Anao. Je, yule mjukuu wa huyu mama hawezi kusema hapa ni pa kwake? Kwa hiyo ushauri wangu pia kwa familia, tujitahidi kwenda kufanya kazi
kutafuta uchumi wetu binafsi. Tukifanya kazi tukaacha uvivu, tutaacha kugombana kwa sababu ya mali iliyoachwa tangu mwaka. Kwanza ni kumwaibisha marehemu mwaka 1964. Leo vijana mnashindwa kuelewana kisa nyumba hii. Je, mngeachiwa magorofa 10? Si mngechijana hadharani nyinyi? Wao pia mna tabia mbaya ya kugombana kwa mali za kawaida hizi, tabia mbovu. Na hii nawaambia nyinyi familia, kaeni kama nilivyo washauri mkuu wa wilaya, mna wajibu wa kukaa kwa pamoja. Mkinizingua naweza tena nikawazingua zaidi, kwa sababu mimi siwezi nikaacha kazi zangu huko nje na kuja kusuluhisha mambo. Kanyumba haka ndio kanileta hapa mimi. Je, mngeachiwa magorofa 15 mngefanyaje? Kwa hiyo mkuu wa wilaya alichowashauri, kaeni kama familia, mkubaliane na muelewane. Kwa nini mnashindwa kuelewana? Kama nyinyi kama familia hamuelewani, hivi mahakama nayo itawasikiliza? Si inaamua? Mpaka saizi hamuelewani mamangu. Mnanyoshana vidole, mnataka kupigana mpaka kwa mkuu wa wilaya. Sasa kama mabaunsa wanawaua, sasa sikizeni kwanza. Nisikizeni. Jambo jingine mnunuzi. Sitaki tabia ya mabaunsa kuja kudhalilisha watu. Nyinyi askari, nisikizeni kwanza, kwa sababu na nyinyi askari mna wajibu wa kuangalia usalama. Wewe askari umejifunza masuala ya kusimamia amani katika mkoa, lakini akija bouncer ana maarifa kukamata mtu, akamshika mtu kwenye mshipa na akamuua. Kwa hiyo mimi nikiona mahali kuna bouncer anakuja analeta mambo ya kipumbavu na askari yupo, askari umekula rushwa. Kwa hiyo ndugu zangu askari, simamieni kile mnachopewa katika taifa letu. Tusimwaibishe Mheshimiwa Rais kwa mambo ya kiuni haya. Kwa hiyo leo nikisikia tena kuna bouncer anakuja hapa, ninyi mkishindwa, mimi nitakuja na silaha ili kumtoa huyo bouncer. Asante baba. Yes, ana nguvu. Mimi nitakuja na nini? Na silaha. Ili kumtoa huyo nani? Bouncer. Kama mali ni ya kwenu, fuateni utaratibu. Sasa mkianza kwa mfano, huyu bibi hata ukimvuta, huyu bibi ana nguvu gani ya kukataa? Si umeona kama? Sasa askari ni OCD au ni? OCD. Simamia. Maana wewe ndio unayetakiwa kumsaidia mkuu wa wilaya. Simamia watu wafanye kazi professional. Jeshi la polisi ndio lenye weledi wa kukamata, weledi wa kufanya interrogation, weledi wa kufanya kila kitu. Mkimwachia mtu wa kawaida, watakuja baadaye unakuta umemkamata vibaya bibi, umemvunja, umemuua. Lakini wewe askari unafahamu wapi pa kukamata, wapi pa kufanya nini. Siruhusu hawa wauni hawa. Sasa na nyinyi acheni mipasho. Acheni uzalamu hawa. Acheni vijora. Acheni videla. Mimi mtu wa bara, Sio sawa. Simameni. Kusaidia shauri yenu. Nyinyi mnazidi kupiga makelele. Yaani alipofanya nini? Tungebaki wenyewe basi. Kwa hiyo acheni mipasho. Nachomaanisha hapa ndicho nachomaanisha. Umeelewa mpaka hapo? Twende professional. Kwa hiyo mnunuzi pamoja na jeshi la polisi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaenda kuunda katimu kadogo. Familia mtupe ushirikiano. Umeelewa mpaka hapo? Ili tuweze kuandika taarifa nzuri tupelekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili Mheshimiwa Waziri Mkuu na yeye ausikize mgogoro, kwa sababu ameuona kwenye mitandao na akaniagiza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, fika kwenye eneo hilo, sikiliza wananchi wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu anaujua, Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameuona, na ndio maana mimi na mkuu wa wilaya tumefika hapa. Kwa hiyo yapo tunayoyaonya, na vipo vitu ambavyo tumesema kwa kuwa hatutaki kuingilia mahakama, hebu mtupe muda kidogo tujifunze, tuandike taarifa, tushauri, ili tuwaelekeze kwamba sasa baada ya kujifunza hapa tunadhani haya ndio yatakuwa mambo sahihi kwa mustakabali mpana wa familia yetu. Mmeelewa ndugu zanguni? Kwa hiyo sitaki tena migogoro, na mama utulie. Askari mama asipate matatizo. Sawa ndugu yako?
mambo ya kukutana, kama kuna bouncer yoyote anafanya na hiyo, kamata, weka ndani. Asante sana. Hii Dar es Salaam hii tusiongoze kwa namna hiyo. Wacha watu wafanye biashara vizuri, wafanye nini vizuri. Mambo ya kujifanya bouncer. Mbona ile siku nini ile tarehe 20 ngapi 29, mbona tukuona bouncer barabarani? Niki bouncer anakuja mabouncer kutishia siku za kawaida. Watu wakiwa wamesinzia anajifanya bouncer. Kama ataweka ndani. Safi. Hiyo. Mbona tarehe 29 tulikuwa tunahangaika hapa mna bouncer barabarani. Wote wamenyoa wako ndani. Kuna bouncer hapa askari, kuna bouncer ulimuona wewe? Sasa bouncer kwa nini anakuja kwa bouncer kwa bibi? Wewe unakumbuka nani ile kitu? Haya, asante sana. Lakini lazima kuna familia. Lakini kwa maana kwamba